anashikiliwa rumande katika mahakama ya kimataifa ya ICC mjini The Hague. Na Rais Donald Trump wa Marekani ametishia kuweka ushuru wa ziada kwa bidhaa za kutoka Umoja wa Ulaya. Habari kamili. Geneva. Tume ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imeishutumu Israel kwa ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo kutumia unyanyasaji wa kingono kama njia ya ukandamizaji na kuwadhibiti wa Palestina. Israel imekanusha vikali madai hayo na kusema tume hiyo ina upendeleo kwa kuitazama nchi hiyo kwa jicho tofauti na Palestina. Kifaya Khairam ni mratibu wa shirika la kimataifa katika kituo cha kuwasaidia na kutoa ushauri nasaha kwa wanawake. Alifafanua baadhi ya unyanyasaji uliotajwa. We have also been able to document sexual violence while home invasions. Pia tumefanikiwa kuorodhesha visa vya unyanyasaji wa kingono wakati wa uvamizi wa makazi. Nguo za ndani zilipekuliwa kwa lengo la udhalilishaji na kuwatia unyonge wahusika na kuwafanya wajihisi wako uchi mbele ya familia zao. Na udhalilishaji huo ulifanywa na wanajeshi wa Israel wakionyesha wenzao na kuchukua video. And film at this point. Ripoti ya tume ya wataalamu hao wa Umoja wa Mataifa iliyotolewa leo Alhamisi inasema visa vya unyanyasaji wa kingono na unyanyasaji wa kijinsia vimeongezeka kwa kiasi kikubwa na kwa hali ya kutisha kwa Wapalestina. Visa vilivyoorodheshwa ni pamoja na ubakaji, unyanyasaji wa kingono, ikiwemo matukio ya watu kulazimishwa kuvua nguo hadharani. The Hague. Rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte anatarajiwa kufikishwa mbele ya mahakama ya kimataifa inayoshughulikia kesi za uhalifu ICC katika mchakato wa mwanzo wa kesi inayomkabili ya uhalifu dhidi ya ubinadamu. Mahakama hiyo inatarajiwa katika kipindi cha siku kadhaa zijazo kuanza vikao vya awali vya kesi hiyo vya kuthibitisha uwepo wake mahakamani, kutaja mashtaka pamoja na kutangaza tarehe ya kuanza kusikiliza kesi na kutathmini ikiwa waendesha mashtaka wana ushahidi wa kutosha wa kumfungulia kesi kamili. Jana mahakama hiyo ilimpokea rais huyo wa zamani wa Filipino aliyekamatwa kufuatia waranti wa mahakama hiyo inayomtuhumu kwa uhalifu wa binadamu kutokana na kampeni aliyoianzisha akiwa madarakani ya kukabiliana na biashara ya madawa kulevya iliyosababisha maelfu ya watu kuuliwa nchini Ufilipino. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kwa mara nyingine kuwekea Umoja wa Ulaya ushuru wa ziada saa chache jana baada ya nchi hiyo kuanza kutekeleza hatua yake ya kutoza bidhaa za chuma na alumini kutoka mataifa hayo ya Umoja wa Ulaya. Tamko la Trump la kutaka kuongeza viwango vya ushuru kwa bidhaa za kutoka Umoja wa Ulaya linatishia kutanua vita vya kibiashara duniani kutokana na mataifa hayo washirika wakubwa kibiashara wa Marekani kusema watachukua hatua za kulipa kisasi. Trump amesema ikiwa Umoja wa Ulaya utaendelea na mpango wake wa kuongezea ushuru bidhaa za Marekani mwezi ujao, basi ataweka ushuru zaidi kwa bidhaa za mataifa hayo. Canada ambayo pia imeongezewa viwango vya ushuru na Marekani tayari imeshajibu kwa kuweka ushuru mkubwa kwa bidhaa za kutoka Marekani. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW mjini Bonn. Charlevoix, Canada. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi tajiri kiviwanda za G7 wanakutana leo nchini Canada katika kikao kinachotarajiwa kugubikwa na suala la juhudi za kukubaliana kuhusu usitishaji vita nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anatarajiwa kuwasilisha kwenye mkutano huo juhudi zinazoongozwa na nchi yake za kutafuta usitishaji vita vya miaka mitatu kati ya Ukraine na Urusi vilivyosababisha umwagikaji damu mkubwa. Mkutano huo wa Canada unakuja baada ya waziri huyo kukutana na wajumbe wa Kiev mjini Jeddah, Saudi Arabia mwanzoni mwa wiki hii. Aidha, akiwasili jana katika mji unakofanyika mkutano huo, Rubio alisema mkutano huo sio wa kujadili namna Marekani itakavyochukua Canada. Na hatimaye Berlin.
Muungano wa wahafidhina wa vyama ndogo vya CDU na CSU nchini Ujerumani unajiandaa kuanza mazungumzo rasmi ya kuunda serikali na chama cha siasa za wastani za mrengo wa kushoto cha Social Democrats SPD cha kansela anayeondoka Olaf Scholz. Makundi 16 yenye wajumbe 16 kutoka vyama vyote hivyo wataanza leo mashauriano kuhusu mipango ya kina ya serikali ya mseto itakayoundwa. Makundi hayo yatakutana kwa siku 10 na mapendekezo yao yatawasilishwa mbele ya timu maalum ya majadiliano itakayowajumuisha viongozi wakuu wa kila chama. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyokujia moja kwa moja kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na shukran sana Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo. Msikilizaji na mfuatiliaji wetu, miongoni mwa wale tuliokuandalia mchana wa leo, mazungumzo ya usitishwaji mapigano Ukraine yapiga hatua huku ujumbe wa Marekani ukielekea Moscow, mamlaka mpya Syria yatangaza kuunda baraza la usalama wa kitaifa, na uhalifu umeongezeka katika miji mashariki mwa Kongo ya Goma na Bukavu tangu ilipotekwa na waasi wa M23. Msikilizaji wetu na mtazamaji wetu, kumbuka pia tunapatikana live katika ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, tafuta tu DW Kiswahili, na pia unaweza kushiriki kwa kututumia ujumbe wako mfupi, alafu baadaye tutaweza kusoma hapa studioni. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba mazungumzo ya usitishaji mapigano Ukraine yamepiga hatua, huku ujumbe wa Marekani ukielekea Moscow na NATO ikijadili uwezekano wa vikosi vya amani iwapo mkataba utafikiwa. Wakati huo huo, Rais wa Urusi Vladimir Putin amefanya ziara kushtukiza katika eneo la vita la Kursk, akisisitiza kwa operesheni za kijeshi zitaendelea hadi eneo hilo lote likombolewe. Je, nini kinafuata katika mzozo huu? Josephat Charo na ripoti kamili. Kufuatia mazungumzo ya ufanisi na Ukraine kuhusu usitishwaji mapigano, ujumbe wa Marekani uko njiani kuelekea mjini Moscow, kwa mujibu wa Rais wa Marekani Donald Trump. Trump alisema jana katika ikulu ya mjini Washington katika dhifa ya kumkaribisha Waziri Mkuu wa Ireland Michael Martin. Trump alisema mazungumzo na Ukraine mjini Jeddah, Saudi Arabia yalikuwa na mafanikio makubwa, akiongeza kusema sasa ni wajibu wa Urusi kuchukua hatua. Wakati huo huo, mawaziri wa ulinzi wa nchi 5 za Ulaya wanachama wa jumuiya ya kujihami NATO walikutana jana mjini Paris, Ufaransa, kujadili hakikisho la usalama wa kijeshi kwa Ukraine pamoja na uwezekano wa kupeleka vikosi vya kudumisha amani iwapo mkataba wa amani utaafikiwa pamoja na Urusi. Mawaziri hao wa ulinzi wa Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland na Uingereza hawakutoa maelezo kuhusu muundo hasa na nguvu ya kikosi hicho kufuatia mazungumzo hayo. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Halley amesema katika mkutano na waandishi habari baada ya mkutano huo kwamba Uingereza na Ufaransa zinaongoza kwa pamoja kazi ya kuratibu kuongoza juhudi za kuundwa kikosi hicho cha amani. Waziri wa ulinzi wa Ufaransa Sebastien Lecornu kwa upande wake alisisitiza kwamba hakikisho la kwanza la usalama kwa Ukraine ni majeshi ya Ukraine. Kwa hakika kuna maelewano mapana sana yanaibuka ambayo yanajitokeza katika mkutano huu wa kilele wa mawaziri wa ulinzi, kwamba dhamana ya kwanza ya usalama wa Ukraine ni jeshi la Ukraine lenyewe, yani uwezo wake, silaha zake, vifaa vyake, mafunzo yake, muundo wake, na kama tunavyoona hapa na pale katika habari za vita ambavyo vinaweza kuegemea zaidi Urusi, suala la kuvunja jeshi limeanza kuibuka, lakini ni kinyume cha hali halisi. Badala yake, uhakikisho wa kweli wa muda mrefu utakuwa kulijengea uwezo jeshi la Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius alisema nchi za Ulaya zinahitaji kufanya juhudi kuulinda usalama wa Ulaya na kuweka kando maslahi ya kitaifa. Wakati haya yakiarifiwa, Finland imesema itakuwa sehemu ya muungano wa nchi zinazojitolea kwa hiari ambazo huenda zikasaidia kuimarisha usalama wa Ukraine. Kwa upande mwingine, kamanda mkuu wa jeshi la Ukraine Oleksandr Syrskyi amesema hivi leo kwamba vikosi vya Ukraine vitaendelea kufanya operesheni zake katika eneo la Urusi la Kursk kwa muda mrefu itakavyohitajika, na kwamba mapigano yataendelea ndani na nje ya mji wa Suzia.
Rais wa Urusi Vladimir Putin pasipo kutarajiwa amekitembelea kituo cha kamandi ya kijeshi mjini Kursk katika eneo la vita kufuatia operesheni ya mafanikio iliyofanywa na vikosi vyake katika eneo la mpaka kati ya Urusi na Ukraine. Asante sana Josephat Charo kwa ripoti hiyo. Mamlaka mpya ya Syria imetangaza kwamba inaunda baraza la usalama wa kitaifa litakaloongozwa na rais wa mpito wa nchi hiyo Ahmed al-Sharaa. Wakati huo huo, serikali ya Canada imetangaza mipango ya kulegeza vikwazo dhidi ya Syria katika kipindi hiki cha mpito. Selina Mdemu na ripoti kamili. Kupitia agizo la rais lililochapishwa kwenye mtandao wa Telegram, ofisi ya rais nchini Syria imesema kuwa baraza hilo ambalo halikuwepo wakati wa uongozi wa rais aliyeondolewa madarakani Bashar al-Assad litakuwa na jukumu la kuratibu na kusimamia sera za kiusalama na kisiasa. Agizo hilo limeeleza kuwa baraza hilo jipya linaundwa katika juhudi za kuimarisha usalama wa kitaifa na kushughulikia changamoto za kiusalama na kisiasa. Wanachama wengine wa baraza hilo watakuwa mawaziri wa mambo ya nje, usalama, masuala ya ndani na mkuu wa idara ya ujasusi wa kitaifa. Baraza hilo pia litawajumuisha washauri wawili na mtaalamu wa kiufundi watakaoteuliwa na Sharaa. Mikutano ya baraza hilo itafanyika mara kwa mara ama wakati ambapo rais ataamua na maamuzi yanayohusiana na usalama wa kitaifa na changamoto zinazokabili taifa yatatekelezwa kwa mashauriano na wanachama. Kuundwa kwa baraza hilo kunakuja katika wakati ambao mamlaka ya nchi hiyo inatafuta kuweka sheria ya kitaifa, kusambaratisha makundi ya wapiganaji na kujenga upya nchi hiyo baada ya zaidi ya miaka 13 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Huku hayo yakijiri, serikali ya Canada imetoa taarifa ya kutangaza hatua ambazo imesema inaonesha kujitolea kwa nchi hiyo katika kutoa msaada wa kiutu unaohitajika sana na watu wa Syria, pamoja na kuunga mkono mpito wa mustakabali wa amani na jumuishi kwa taifa la Syria. Taarifa hiyo imesema kuwa Canada pia inachukua hatua za kulegeza vikwazo vilivyopo kwa muda wa miezi 6 ili kuunga mkono kuwepo kwa demokrasia, utulivu na utoaji wa msaada ndani ya Syria katika kipindi hicho cha mpito. Serikali ya Canada imeongeza kuwa inatoa ufadhili mpya wa dola milioni 84 za msaada wa kiutu kwa Syria. Wakati huo huo, Canada imesema kuwa balozi wake nchini Lebanon, Stephanie McCollum, ameteuliwa kuhudumia pia kama balozi asiye mkazi wa Syria. Canada imeongeza kuwa inatoa kibali cha jumla kitakachodumu kwa kipindi cha miezi 6 ambacho kitawaruhusu raia wa Canada kufanya shughuli za kifedha pamoja na huduma nyingine ambazo kwa kawaida zimepigwa marufuku wakati wanaposaidia katika demokrasia, utulivu na utoaji wa msaada wa kibinadamu kwa Syria. DW tunavuma kwa kishindo.